Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Naitwa Safari Alimasi ambaye ni mchambuzi wako kwa leo, tasaidiwa mitamboni na Merci Mbelechi, na kualika uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Msikilizaji, kabla ya uchambuzi wetu wa habari kwa kina, unakuwa unapata fursa ya kuweza kupata habari muhimu na za leo zitaletwa kwenu na Ibaume Sadi Francois. Ualigani Ibaume? Mimi ni mweri wa afya Safari Alimasi Dilwe. Na labda ni kipi ambacho kimejiri? Bila shaka ni kushukuru sana msikilizaji kwa kile ambacho kimegonga mwamba siku ya leo. Tuanzie ndani ya mji wa Baraka. Baadhi ya wahanga wa mafuriko ya kujaa kwa mto wa kijiji cha Kasaba wameanza kuwasili katika mji wa Baraka kwa ajili ya matunzo ya ziada. Hivyo ni kutokana na wao kupata majeraha makali katika sehemu mbalimbali za miili yao na kupelekea hali yao kuwa mbaya. Lakini pia uko Fizi, shirika la raia tarafani Fizi limetoa pole kwa wahanga wa mafuriko kijijini Kasaba, huko likiomba mashirika kiutu na serikali kuwajia na msaada wahanga ambao wamepoteza vitu pamoja na watu na kupelekea maisha yao kuwa magumu. Na mwishowe watu wenye kumiliki silaha wanaodaiwa kutoka kwenye idara ya ujasusi wameendesha jaribio la kutaka kumteka mbunge wa mkoa wa Kirundo nchini Burundi bila mafanikio. Mbunge huyo Mheshimiwa Jean Baptiste Sindaigaya ameomba kwa rais wa nchi kufuatilia kwa karibu swala hilo. Nikamilishe habari muhimu kwa siku ya leo kufikia hapo Safari. Ni kushukuru Ibaume Sadi Francois kwa usomaji wa habari muhimu. Hivi sasa mpenzi msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia hapa katika mji wa Baraka na taarifa zinazosema kuwa raia wa mji wa Baraka waishio pembezoni mwa ziwa Tanganyika wanapitia wakati mgumu. Hivyo ni kutokana na ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika. Wameomba kwa serikali kwa ajili ya msaada hasa kwa kuwatafutia sehemu nyingine ya kuweza kukaa. Wakizungumza na Radio Kivu, baadhi ya wangao wamesema kuwa mpaka sasa kuna msaada wote ambao wamekwisha kupata toka serikalini, na hiyo inapelekea wao kuendelea kuishi sehemu hiyo licha ya maji kuwa mengi, kama walivyoeleza kwenye maiki yake Isaki Mulucha Ashibe. Sisi tunaomba watuangalilie tu fasi kwenye tutaweza kuikala. Tuma inatusumbua sana. Katuko tunekala mumai ni kwa kukosa pa kwenda. Utaenda wapi? Na ile nyumba njoo ilikuwa kutumaini yako, hauna makuta kwenda kupangia. Kwenda njoo tunaomba msaada uleta, batusaidie nafasi ya shie kuikala, tupumuzishe kwanza mikulu juu ya mai. Na kuko tabia yenye tuko naona wakati watu hao wanafukuzwa na maji huku chini, wale ambao nyumba zao ziko nafasi nzuri wanakuwa na tendency ya kupandisha bei ya nyumba zao. Ili unaliona vipi kama mwananchi? Wale si wanaona njoo faida yao wakati sie tuko mumagumu. Bo wanaona njoo furaha. Njoo watapandisha bei, upendo usipopendo utapanga tu. Haiko mzuri juu wakati sie tunaisha ingililiwa, tunaisha kwa mwa ile problem, ni bo sasa wakutusaidia. Hasa unakuta wale wakutusaidia njoo wanatuangamiza tena. Njoo inabidi nyumba ulikuwa nalipia 20,000 francs de chambre salon. Mais if wendo ulize nyumba inakuwa ni 40,000, 50,000, kanyumba ka ovyo ovyo unakuta senjo 25,000 francs. Utenea je mule na watoto. Na njoo maana tunavumilia tu mwa hii mai. Watu naasirika sana na maji, na kulingana na hii maji kisi inaasirisha watu wengi. Watu wengi wanahama, wanaenda kukaa sehemu zingine, wanaenda kuitwa wapangaji na wakati walikuwa na manyumba zao na maparsele zao. Kwa hiyo ningehitaji serikali ijaribu kuwatizamia hao ambao wameathirika na maji. Waweze kuangalia jinsi gani wanaweza kuwasaidia misaada
kwa kuwatafutia nafasi nyingine ili waweze kujenga na wenyewe waitio kama wana sehemu zao. Wapate waweze kupata nafasi zingine za kuweza kujenga manini. Maji yenyewe inaleta magonjwa. Kwanza hivi kolera yenyewe inaimbwa. Naona huku chini karibu na bahari kolera ni nyingi. Kwa sababu yale yote masantrale yenyewe yalikuwa yako wazi yameisha zingirwa sana na maji. Yani maji yanakuwa maji machafu sana. Na kufatana na hiyo hata yanaleta maafa kwa watu. Kuna watoto ambao wanaweza kudumbukia mle na inaweza ikalete madhara makubwa. Haya naona ni maji ya Tanganyika ndio yanatuzingira nyumba nzima. Haya maji yani tangia mwezi wa pili ndio yalianza kutuzunguka hapa jana. Yani depo mwaka jana yako na tuzuru tu. Maji haya maana yake yanapanda siku kwa siku. Na maji haya maana yake yanatusumbua sana. Tunazingira masaki, kusomba michanga, lakini maji wapi yako na tuzingira tu sana. Hali ya maisha ni magumu sana. Ndio maana tunaona tuikae hapa tutafanya pesa upate kwanza ya kukula, upate ya kupanga nyumba ni shida. Mimi naweza kuambia serikali itusaidie nafasi kwenye tutaweza kuegamia kuikaa, kwa sababu hivi tunaona tunahangaika tu sana. Nafasi maana yake shida. Tunazingirwa sana na maji. Tunaweza kuomba serikali tufanyie msaada, tupate nafasi ya kuikaa pasina usumbufu. Mimi naasirika maji na ninashirisha sana. Hivi hata kuingia mchoo inakuwa ni maji kotele sana. Na tunahangaika sana na maji. Tuna franga za kwenda kupanga. Ndio maana nakaa hapa tu, nikae hapa kama maji itashuka, nitavumilia tu hapa. Lakini kwa kupata franga za kupanga sina. Naomba serikali tusaidie, kama itatupatia hifadhi ya kukaa tutatoka, lakini kama hakuna tutavumilia maji hapa, tutafanyaje? Maji iko nakuja na kasi. Kwanza jua likiwaka sana tu maji iko nakuja kama vile makanora pili natembeaga maji. Inakuja vuvu inakuja kufika hapa tena narudia. Maji ya Tanganyika haina ufundi wa kuziwia kule. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, baadhi ya wahanga wa mafuriko ya kuja kwa mto wa kijiji cha Kasaba wameanza kuwasili katika mji wa Baraka kwa ajili ya matunzo ya ziada. Hivyo ni kutokana nao kupata majeraha makali katika sehemu mbalimbali za mwili na hivyo kupelekea hali yao kuwa mbaya. Radio yako ilitembelea katika hospitali kuu ya Baraka, sehemu ambao wanaendelea kupata matibabu, na kuojana na Bwana Nzuruni Dennis, moja kati ya wahanga wa mafuriko hayo, ametoa hapa picha kile kilichotokea katika kijiji cha Kasaba. Yani sie ilikuwa siku ya 5 usubuhi, mvula ilianza nyesha mapande ya 3 ya usubuhi, ikanyesha ikakata ikafika 5 mvula tena ikaanza. Baada ya mvula kuanza, mie nilikuwa nishatoka nje. Baada kutoka nje nilikuwa naanika daga ukichanja, nikatoka nikaenda angalia daga. Baada mimi kwenda kuangalia daga kule juu upepo ulikuwa ni mkali, nikarudia mpaka mnyumba. Nilikuwa na katoto kangu hivi kakasema pana, papa mimi nitakoyola. Nikakatoa nje kakakoyola. Mvula usiku ilikuwa shakucha, tunakuwa naona wangambo ya pili na kuko baadhi ya wengine wenye tuliongea nao wangambo ya pili. Basi sie tukaona saa vile ni kawaida ya mto kujaa tu, mai kaanza pita kote kwetu, sie tukaichukulia tu ni kawaida. Badala ya hapo mimi nikarudi ndani. Bibi yangu akatoka nje. Ile bibi yangu kutoka nje kanyambia, "Mbona mto unajaa sana?" Mimi tena pale kwenye niko roho ikunipa, ikabidi nitoke nje tena. Tukakuwa sa vile mimi na mwanamke sie wote tuko kumulango. Badala ya hapo mwanamke ndo alikuwa kwanza kuingia ndani, mimi nikawakia kumulango. Kengine kafie kangu hivi ka miaka 3 akasema, "Na mimi nitaenda angalia mto." Nikamwambia, "Rudia kule, utaenda angalia mto na mto unajaa na mvua iko nanyesha." Basi nikakaruhusu kakaenda angalia, kakarudia. Basi mvua iliendelea kunyesha. Badala ya hapo mimi nikarudia ndani. Ile kurudia ndani tukasikia mgurumo sa vile avyo inatadema. Mimi na mwanamke mle ndani tukaulizana, "Hii avyo yenyewe inatadema hapa kwetu na kuyadema avyo inatokea wapi?" Ilikuwa shakuwa saa mida saa ngapi? Yaani hapo ilikuwa shakuwa mida saa 12 mwendo wa saa 1 hivi. Ile mgurumo haikukawia, ukaingia tetemeko ya ardhi. Hapa kwenye sisi tunasemea hakuna kujua huyu alienda wapi. Yaani jinsi nilipona Mungu ndo mwenye alipenda tu. Mumajiwe nilienda napita mumajiwe niko na mtoto wa bebe kumkono. Badala ya hapo tukaikala tuko mumai, nikaona saa vile mwenye anafunguliwa kamulango mbele yangu, kamwangaza kanakuya, nikasema napona. Badala ya hapo nikaikala nitaogerea, na kwa nasikia kiuno haina kazi.
Mungu atupe mja wake. Nikajitahidi, nikasikia saa vile na kanyaga lijiwe. Ile mie kukanyaga lijiwe mbira ikakuwa ya mingi. Baada ya kuwa ya mingi ikaintoa tena kwa ile lijiwe ikanipeleka tena Gezi. Mwishowe Denis Anzuruni ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kutembelea katika kijiji cha Kasaba ili kujionea wenyewe na kuajia na msaada wangu wa mafuriko hayo. Mungu akanisaidia tena, nikaanza kuogelea, nikasikia saa vile migulu inafika chini na mtoto niko naye mikono. Kaanza lalamika kumchanga, mtusaidie. Kukakia mtu wa kwanza alikuwa komanda wa soda mweko pale kunyumba, akakuya akasove mtu wa kwanza, akakuya akanibeba ule mtoto. Mie kukakia mtumbu, nikamwambia mimi sitaweza kusimama, mninyangule. Bakaninyangula, bakaniweka mtumbu, bakanibeba kumugongo mpaka ukakapita. Kutoka kwa kapita nikaambiliwa sio twende kwa hospitali. Tukaenda kwa hospitali kule kuona kaa yangu havitawezekana, tusogee mbele. Bakatupa transfere pale, tukakuya mpaka hapa Baraka. Yani mnyumba yangu nilipona mie na huyo mtoto wa bebe tu. Bibi, batoto watatu, bofre yangu mwenye nilikuwa naye pale na mtoto wa dadangu mwenye alikuwa nakia konje pale juu kwetu abasomi, bote balikufa. Jumla mnyumba yangu nipoteza watu 6 bakumwili yangu. Yani hapa niliwakia mie peke na ule bebe. Kwa sasa mtoto anaendelea? Mtoto iko afadhali. Usubuhi nilikuwa naye hapa, niliwaambia waniletee naye juu ya kunifariji, kunitoa mawazo. Yani mtoto ni wa miezi 4 ndo mtoto mwenye nilipona naye. Mie kwa upande wangu naweza shukuru kwanza kwa mimi kubaki uhai, ni jambo la kumshukuru Mungu. Juu kupona haiko miujiza yangu, ni miujiza ya Mungu. Vile mimi leo niko hapa Baraka, lakini majeruhi ni wengi sana na waliofariki ni wengi sana. Kuko familia zenye hazikuonekana mtu hata umoja, kama ni watu 10 wote. Jumla kukosa hata batu 100 wenye walipoteza maisha. Lakini baada ya mimi kufika hapa, tulituma wito kumashirika, lakini tuliambiwa msaada hauwezi ukatoka kwa waanga wa maji. Msaada unaweza ukatoka kwa waanga wa risasi. Hicho ni kitu ambapo kilinisikitisha sana. Yani na kuona kumbe sie tuko saa vile hatuko baraia bai inchi. Juu hasili inekala kule kwenye tukio linatokea, serikali inapaswa ikimbilie pale. Lakini mpaka leo hatuyaona ni serikali, hatuyaona ni shirika ya aina yoyote ile. Na kule majeruhi wapo. Serikali kama serikali natoa wito ijitahidi ifike kwanza kule, iende iangalie jinsi wananchi wanaasirika. Hiyo ndo ombi langu tu kwa serikali na mashirika, ni hicho tu. Asanteni sana, nashukuru kwa Mungu kuniacha uhai. Huko tarafani Fizi ni kwamba shirika la raia tarafani Fizi limetoa pole kwa wahanga wa mafuriko jijini Kasaba, huku likiomba kwa mashirika ya kiutu na serikali kwa ajili ya msaada wahanga ambao wamepoteza vitu pamoja na watu na kupelekea maisha yao kuwa magumu. Akizungumza na redio yako, wakili Jacques Alimas, mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive tarafani Fizi, amesema kuwa raia wa kijiji hicho kwa sasa wanaishi katika hali ngumu, hasa kwa ukosefu wa chakula, matibabu na sehemu ya kulala kama anavyoeleza. Tumekwenda kulalama ajili ya hali ambayo imetokea katika kijiji cha Kasaba, ni katika teritwari ya Fizi. Ilikuwa tariki 8 kufika tariki 9 mwaka huu. Kijiji hicho kimekumbwa na mafuriko ya mvua na imesababisha maafa. Imenyesha, imejaza mto ambao unaitwa Kasaba. Tumekwenda kugundua kwamba kuna watu ambao wamekufa, na kiwango cha watu ambao kimekufa kinafika 9 person ambayo imekufa. Watu ambao wamepona waanga wanalazwa katika hospitali kuu ya hapo Fizi Centre, ambako tunaona kuko wanawake 7, kuko wanaume 13 na kuko watoto 6. Tumekwenda kulalama kwenye serikali yetu ya Kongo na kwa wafadhili fulani wakuje wasaidie majamaa ambazo zimekumbwa na hayo majanga, kwa sababu shamba zimekwenda na maji na nyumba nyingi zimekwenda kuvunjika, vitu vya nyumba vimekwenda kupotea, na kwa sasa raia wanaendelea kuteseka, hawana kwa kulala. Tumeomba kwa wafadhili waje wasaidie raia, kwa government yetu ya Kongo, pia hata na kwa mashirika fulani ya kiutu ambayo inapatikana
katika teritwari ya Fizi, kwa sababu utakwenda kujua janga hilo linatokea wakati ambapo teritwari ya Fizi inakwenda kukumbwa na matatizo ya vita ambavyo vinaletwa na M23 pamoja na AFC wakisaidiwa na Rwanda na kile kikundi cha Tabara ya Burundi. Vita hivyo vinapatikana huko nyanja za juu za teritwari ya Fizi, na ndio kwa maana tumeomba kwa vitengo fulani ambavyo vinahusika na usalama na ukingo wa raia wafanye gisi iwezekanavyo kwa kusaidia mashirika ya kiutu ambayo yatapendelea kwenda kusaidia watu ambao wanakumbwa na hilo janga, wawapatie njia ili wafanye kazi kama ipasavyo na wapaswe kusaidia raia ambao inaendelea kuhangaika. Huko Bibokoboko ni kwamba raia wa eneo la Bibokoboko na vitongoji mwake ndani ya sekta Mutambala wanataja hali ya utulivu inayoripotiwa kwa sasa eneo hilo. Pamoja na hayo wanataja kukumbwa na matatizo ya mboga mbichi, chumvi, sabuni na mambo mengine kwa sababu ya kutokuwepo na njia kati ya Baraka na Bibokoboko. Udhibitisho ni wake Bwana Ngurumuki za David, mkuu kiongozi wa eneo hilo la Bibokoboko, ambaye ameonyesha kuwa kuvunjika kwa uhusiano kama zamani kati ya mji wa Baraka na Bibokoboko kunakuwa na vinyume vingi kwa wananchi. Huyo ameomba kwa serikali kuingilia kati ili kupata suluhu kwa haraka. Ngurumuki za David anaeleza afuata kwenye simu ya Isaac Mulucha. Situation iko kalme hapa Bibokoboko soko ya Mprazi. Samedi pasendo watu ambao wanatoka Kalele wa Mwezi pamoja na wenyewe walikuja kuiba Bibokoboko kwa ngombe wakazibeba. Hiyo ndio situation ambayo imepitikana huko kwetu. Maisha ya watu ni sawa kwa leo. Sasa unajua problem ni kupata njia kufika Baraka. Unaona sisi tuko hapa ambao tuko enclave hatufike Baraka kufuatana na situation ambayo iko hapo Baraka, lakini hapa kwetu kuko vitu vyote hivi zima siku marage ipo inalema msoko, hindi ipo, tunakosa ni chumvi, ni ndagala, sabuni. Tumefanya mapredo lakini unajua kwa government ya hivi kwa leo haitumiki kama ilivyo. Iske tumepana hiyo ripoti kwa ngazi za juu hadi leo hatujapata jibu. Hata hizi masiku naona tunakaribia kufika mu examen d'etat, dissertation, examen d'etat. Leo hatujua kama watoto wanaweza kushuka namna gani na njia wanafanya ulinzi, lakini sasa kusema watu washuke Baraka si problem. Unajua na wewe problem ya manjia hizi siku iko nguvu. Solution kupata njia, watu wanawasiliana, watu wa Baraka na Bibokoboko, watu wanalema soko na wa Baraka wanalema Bibokoboko. Unajua ni vitu vingi ambayo sisi tuna hiyo maharage tunazisaila, lakini tutashuka namna gani? Na watu wa Baraka nao wana chumvi, wana ndagaa na hata ile vitu fulani vidogo vinatoka Baraka. Itakuja namna gani mama watu wa Bibokoboko wafike Baraka? Serikali hiyo inajua lakini hayapatia jibu. Unaona ile wakati ilizaa matunda, lakini kwa leo vitu viligeuka tena kufuatana na hali yetu gisi iko, vitu vimegeuka. Sisi tunapenda kuwa uhusiano ile cohesion sociale, cohabitation pacifique. Unaona Baraka na Bibokoboko ni nafasi moja. Wa Baraka hawezi ishi bila Bibokoboko, wa Bibokoboko hawezi ishi bila Baraka. Ndio tunapendelea sisi sote tuwe na ile uhusiano ya kutembeleana. Hivi sasa nampisha mwenzangu Omar Makelelo Zil kwa habari za michezo. Karibu. Na barabara kabisa mwenzangu Safari Alimasi Dilwe. Leo katika habari za michezo kama kawaida, namba 41 ya mchezaji Declan Rice inapepea barabara mgongoni. Tuanze na habari za hapa katika mji wa Baraka ni kwamba Kata la Matata wamekuwa bingwa wa tournament ambayo ilikuwa inapigwa katika uwanja wa Lumumba. Hivyo ni kisha kuwatambia Kata la Malala mabao 3-1 kupitia mikwaju ya manati, kisha kutoka sare ya kufungana bao 1-1 kwa dakika 90 za mchezo. Kwa hiyo sasa Kata la Matata limenipatishia bahasha la pesa za Kongo 1,100. Tunapongeza mchombe wa mkulima na Fatuma ambaye alikuwa ni kiongozi wa kata hilo la Matata kunako tournament hiyo. Mimi niliacha na idea kata lote la Matata kwamba kama mimi sikuleta finali kwenye kata letu la Matata waenda wakanibomolee nyumba
pale nyumbani. Nafikiri kwamba ahadi yangu imeweza kutimilika, na niliambia mashabiki wengi wa soka kwamba waje wengi uwanjani, hasa dada zetu. Niliweza kuambia katika grupu letu la WhatsApp waje wingi ili waweze kuja kushangilia ushindi wao ambao watarudia nao. Wewe pekee umeona gisi wazee wamekuja kufurika. Mimi ndio niliyewaita. Niliambia wazee wote wa Matata ambao hawana uzoefu wa kuja kutembea waje kwenye uwanja. Wachukue muda waje kwenye uwanja, nitawarudilia na kombe pale. Na wengi walishindwa kuja kuelewa. Kombe tayari lilikuwa shabakia Matata. Tulikuwa kuja kucheza tu, kuja tu kukamilisha, lakini kombe lilikuwa shabakia Matata. Wazee wamerudi na gari kwa sababu ni kitu ambacho niliweza kuahidia. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba kwa mujibu wa kituo kikubwa cha habari nchini Uhispania Marca kimetoa taarifa mpya kuhusu kesi ya Rodrigo dhidi ya klabu ya Real Madrid. Mpaka kufikia sasa hali ni ya mvutano zaidi baina ya mchezaji huyo kutoka Brazil pamoja na uongozi wa klabu ya Real Madrid. Wiki mbili zilizopita kulikuwa na mazungumzo ya yeye kutaka kuondoka kunako klabu ya Real Madrid, lakini sasa hali imekuwa mbaya zaidi kwa mshambuliaji huyo wa Brazil Rodrigo. Si tu kwamba anafikiria kuondoka, bali hataki kabisa kuichezea klabu tena hiyo ya hapo nchini Uhispania. Shirikisho la mpira wa miguu nchini Brazil linatarajiwa rasmi kumtangaza kocha Carlo Ancelotti kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Brazil ifikapo tarehe 26 Mei 2025. Kwa mujibu wa taarifa kutoka katika jiji la Manchester nchini Uingereza ni kwamba uongozi wa klabu ya Manchester United utafanya kikao maalum cha uamuzi juu ya hatma ya kocha Ruben Amorim. Haijalishi atawezesha klabu hiyo kutoa ubingwa wa UEFA Europa League au hatafanyikiwa kuwa bingwa, ila atafanyiwa kikao cha uamuzi. Taarifa za ndani zaeleza kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kocha huyo kuvutwa kazi kuliko kuendelea kusalia katika klabu hiyo ambayo kocha huyo anaendelea kuonyesha matokeo mabovu zaidi. Rekodi ya kocha huyo Ruben Amorim katika klabu ya Manchester United hairidhishi kabisa. Kocha Ruben Amorim amecheza mechi 25 huku akishinda mechi 6, akitoa sare mechi 6 na kuweza kufungwa mechi 13. Katika historia ya Manchester United, huyo ndiyo kocha mwenye mwendelezo mbaya wa matokeo kuwahi kutokea katika klabu hiyo ya Manchester United, na ndio maana viongozi wa klabu hiyo wanatarajiwa kuendesha kikao cha dharura kuangalia hatma ya kocha huyo kutoka Portugal Ruben Amorim. Cristiano Ronaldo Jr. ambaye ni mtoto wa Cristiano Ronaldo amefanya mazoezi yake ya kwanza katika klabu ya timu ya taifa ya Portugal chini ya umri wa miaka 15. Ronaldo Jr. kwa mara ya kwanza ameitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Portugal chini ya umri wa miaka 15 na atacheza michezo ya kirafiki. Asante Omar Makelele Ozil. Vile vile namshukuru mchumba wa mkulima na Fatuma kwa kuweza kutoa ubingwa katika kombe za makata ambazo zilikuwa zinapigwa kwenye uwanja wa Lumumba. Msikilizaji, endapo ndo nakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kutegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu kwenye masafa 93.0 FM. Vile vile msikilizaji, uchambuzi wa habari utapata kwenye mitandao yetu ya kijamii ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Kampuni Fizi Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na kwenye habari za wanaripota wetu tujielekeze huko Butembo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini ambako raia wa manispa ya Bulengera mjini Butembo wamepokelewa Jumatatu Mei 12, 2025 kwenye kambi ya kijeshi ya Rugenda kwa lengo la kupeleka malalamiko yao kutokana na vitendo vya unyanyasaji wanavyotendewa na kundi moja linalojiita kuwa wazalendo katika eneo hilo. Mengi zaidi na mwanaripota wetu wa huko Butembo, Zangosi Muviswa Kapuni. Kamati hii ya wanamemba raia waishio Chitakandi walizungumzia kiongozi wa askari jeshi kunako kambi la Ruenda. Manyanyaso wanayoyapitia ni kama vile kuwashika watu, kutishia raia na kuwashika wengine na kuwatia korokoroni pasina sababu yoyote. Kiongozi wa askari jeshi aliahidi kufanyia jambo hili kazi na kupeleka malalamiko kwenye ngazi za juu. Hawa hapa raia wa Chitakandi walipozungumza.
tunatokea Chitakandi ya Nyalurembe. Tulikuya ongea na wakubwa wa mudifese ya Rwanda kusudi barudishe usalama kule kwetu, kushakosewa amani. Juba shaikalisha hiyo wazalendo, na wale wazalendo wanatokaka kule ndio wanakuya sumbua raia, wanasumbua baba, wanawapeleka kule, wanaenda wafunga. Waseme shida ni sifle, na sio tuseme hatuna masifle. Tu masifle na samaka kule ni aba kuwazeba kukia zeka watu waliokufa, na bakiro na wengine ba juere wanachezeaka kule balo. Kudifesa wametupokea trebie, ne wamesema watarudisha amani kule. Tunajisikia mzuri kusudi warudishe tu amani kule, sisi tutakuwa na amani, hatutakuwa na shida tena. Tulipomhoji mmoja wa viongozi wa ngazi za juu wa chama VPD katika jimbo la Kivu Kaskazini, alifunua kwamba jambo hili watalifuatilia ili kuona kwa nini kundi hili la wazalendo la tishia raia kutoka Nyalurembe Chitakandi. Hii jambo ya VDP au wazalendo kuikala kwa udongo wa Chitakandi ni wazalendo wa chama cha 63-64 bar UPC. Hivi kufatana na kibaruha ambayo inakataza wa VDP kuingia ndani ya jambo inayohusu udongo, ambayo imesahihishwa na Kanali Sekololo, coordinateur wa VDP ndani ya Nord Kivu. Na sisi kama sinergie ya wazalendo wa Grand Nord tunapiga marufuku hiyo jambo, na tunaunga mkono FRDC kuwa inaweza ikaenda kuwasheka pale, sababu kazi yetu si kazi ya kufuatilia mambo ya udongo, lakini tuna kazi kubwa ya kudefendre nchi yetu na ya kuchunga raia na mali yake. Ndio maana tutawaomba wandugu wetu watoke kwa hiyo udongo, wasichunge FARDC ipige risasi, sababu ikapiga risasi itakuwa ni kuwasumbua raia. Ndio maana ni jambo ya kusikitika, tulipenda watoke bila kufyekwa, kwa sababu hali ya Chitakandi haifurahishi kila mtu. Tuachie ile jambo wanaoweza kufuatilia jambo kama hilo, lakini wazalendo hawawezi wakafuatilia jambo ya udongo. Tukumbushe kwamba kutokana na malalamiko ya raia, kamati ya wazalendo jimboni Kivu Kaskazini ilitangaza mnamo tarehe 23 Aprili iliyopita kwamba hakuna kundi lolote la wazalendo ambalo linaweza kujiingiza katika masuala ya kuwashika raia kutokana na mzozo huo na huo, au kujiingiza katika dosari mbalimbali za mizozo ya udongo. Butembo, Nzankosi Muviswa, Radio Kivu Baraka. Shukrani Zangosi Muviswa Kaponi kutoka Butembo. Na kwenye habari za kirafani kwamba nchi ya Rwanda pamoja na Afrika Kusini zimetaja kuunga mkono suluhu za Kiafrika kutokana na mgogoro unaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzetu Isaac Mulucha Ashibe amepekua magazeti mbalimbali na kutuandalia ripoti ifuatayo. Ndiyo Safari Alimasi. Katika mkutano wa Afrika CEO Forum uliofanyika huko Abidjan, maraisi wa Rwanda Paul Kagame na wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa walionyesha mapenzi yao ya pamoja ya kuona Afrika ikichukua jukumu katika kutatua migogoro yake mwenyewe, hasa mgogoro wa usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakitambua umuhimu wa ushirikiano na washirika wa nje. Akizungumza katika jopo kuhusu uunganishaji wa bara, Paul Kagame alisisitiza wingi wa juhudi zinazofanyika, akirejelea zile za Qatar na Marekani, lakini alisisitiza akisema hatuwezi kusema kwamba tumefanikiwa, kila mtu anajaribu tu. Alipongeza maendeleo yaliyopatikana ndani ya Umoja wa Afrika katika muongo uliopita, hasa katika mifumo ya amani na usalama inayolenga kupunguza utegemezi kwenye ufadhili wa kigeni. Safari Kagame alikumbusha kwamba Afrika inapaswa kufafanua mwelekeo inaotaka kuchukua na kuepuka kutegemea kabisa michango ya nje. Kwa upande wake Cyril Ramaphosa alisisitiza kanuni ya umiliki wa Kiafrika katika michakato ya amani. Chochote ambacho wanachama wasiokuwa wa Afrika watatoa, mwishowe kila kitu kinapaswa kuthibitishwa, kusainiwa na kumilikiwa na sisi wa Afrika. Alifafanua kwamba juhudi zinazofanywa na Qatar au Marekani zinapaswa kuwa ndani ya mfumo wa kimsingi wa Kiafrika. Marais hao wawili walionekana kuzika angalau hadharani tofauti zao za hivi karibuni kuhusu hali ya usalama nchini DRC. Ramaphosa alitania akicheka akisema kwamba wengi wenu huenda mliamini kutakuwa na miali ya moto kati yetu wakati tuko pamoja. Hotuba hii inakuja baada ya mfululizo wa mvutano kati ya Kigali na Pretoria. Mwanzoni mwa Mei, Paul Kagame alikosoa Afrika Kusini kwa matamshi yake kuhusu misheni ya kijeshi ya SADC nchini DRC, SAMI RDC, na kukataa kuwajibika kwa Rwanda katika kifo cha wanajeshi wa Afrika Kusini. Kwa upande wake Ramaphosa alitaja moja kwa moja M23 kuwa ni wanajeshi wa jeshi la Rwanda. Safari Alimasi. Wakati haya yote yakijiri,
Mazungumzo yaliyoanzishwa huko Doha kati ya wawakilishi wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hayajafikia makubaliano, vimesema vyanzo kadhaa vya kuaminika. Kutokana na kukwama huko, mpatanishi ambaye ni Qatar ameamua kuendelea na majadiliano kwa angalau wiki moja zaidi, akitumai kuleta karibu mitazamo ya pande zote mbili. Mazungumzo hayo yanayofanyika kwa siri ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia za kutafuta kumaliza ghasia zinazoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna tamko rasmi lililotolewa bado na wajumbe walioko Doha. Asante Isaac Mulucha. Msikilizaji, tukamilishe uchambuzi wetu wa habari na habari kutoka huko katika nchi ya Burundi, ambako watu wenye kumiliki silaha wanaodaiwa kutoka kwenye idara ya ujasusi wameendesha jaribio la kutaka kumteka mbunge wa mkoa wa Kirundo nchini Burundi bila mafanikio. Mbunge huyo, Mheshimiwa Jean-Baptiste Sindaigaya, ameomba rais wa nchi kufuatilia kwa ukaribu swala hilo. Ripoti kamili na Ibukuru Elias Daniel kutoka Burundi. Jean-Baptiste Sindaigaya, mbunge wa mkoa wa Kirundo, alisema kuwa alikamatwa na wanaume wanne, mmoja akiwa na bunduki, alipofika gadi Noro mjini Bujumbura kutoka katikati mwa nchi. Mbunge huyo kutoka katika kabila la Watwa alisema alishambuliwa na wanaume wanne, mmoja akiwa na bunduki, ambao walijaribu kumlazimisha kuingia kwenye gari kwa nguvu. Nizana neza ngeze ku ibarabara rya mbere mu Kamenge kuri Interbank niho haje umuduga barimwo abantu batambaye umwambaro ubaranga nubwo w'igipolisi bane hacavamwe n'undi umwe yarafise. Baada ya kufika barabara ya kwanza Kamenge karibu na Interbank, ndipo lilipokuja gari wakiwemo wanaume wanne ambao hajavaa sare ya jeshi la polisi na mwingine watano akiwa na bunduki ambaye alikuwa amevaa sare ya jeshi la polisi. Alichokifanya aliko kibunduki na wale wengine wanne wakalikamata na kutaka kuniingiza kwenye gari kwa nguvu, lakini nilipambana nao, wakachukua pesa 500 na simu yangu ndogo. Siwezi kusema ni akina nani, acha upelelezi ufanyike, maana pia kuna ambao huwa wanafanya utekaji wakijifanya ni kutoka idara ya ujasusi. Lakini pia idara ya upelelezi ilinde idara yao, maana ni watu ambao wanalinda viongozi mbalimbali, ikiwemo hata ikulu ya rais. Ukiwa mbunge kuna vitu ambavyo unaweza kuzungumza lakini vikamkwaza mwingine, maana mimi ni mtu nisemung'unye maneno katika kuzungumza kitu ambacho hakiko vizuri. Unaweza kuzungumza kitu hasa changamoto zinazowakabili wananchi, lakini kawepo mtu ambaye ameumia. Hayo ambayo yametokea na watu kushindwa kuliheshimu hata bunge inatia wasiwasi, maana kulipiga mimi ni kama kulipiga bunge. Akipigwa mbunge kwa mwananchi, yeye hawezi kujulikana kama alifanywa hivyo. Ninachomwomba rais ni kushughulikia baadhi ya watu ambao wanajifanya kama wao ni vigogo ndani ya nchi, ili wote wanyoke waende kwenye mstari mmoja. Kimushinga mateka umva ko hamwe n'igihugu wewe ashobora no kurengana ntibinamenyekana cyangwa binavuga. Icyo nsaba ubwambire no hera ku mukuru w'igihugu wese Barundi ko yo hagurukira ibibazo by'abantu bamwe bashaka kwigira utuzu tw'amabuye mu iki gihugu cy'u Burundi, bagakurikiranwa ku buryo bose baja ku murongo. Ni ripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Asante Bukuru Elias Daniel kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wale ambao walitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Nishukuru job mzima la waandishi wa habari wa Radio Kivu waliokamilisha kuandaa uchambuzi wa habari, na mshukuru bani wangu ambaye ni Merci Mbelechi. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni Safari Almas. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.